Wapendwa taifa la Mungu, wasikilizaji wa redio Taa Bora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, ikiwa ni Dominika ya kwanza baada ya Pentekoste, tunapoadhimisha na kusherehekea sherehe ya Utatu Mtakatifu, mwaka C, mwaka wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 22 hadi 31. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 5, na Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi ya 15. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu liliandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi ya 15. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, baada ya kipindi cha Pasaka kilichotamatishwa kwa sherehe ya Pentekoste, Mama Kanisa anaendelea kutuletea tafakari juu ya mafumbo makuu ya ukombozi wetu. Na hivi leo tunasherehekea na kuadhimisha fumbo la Utatu Mtakatifu. Wazo kuu katika masomo yetu ya leo ni kwamba Utatu Mtakatifu ni kielelezo kwetu cha umoja, upendo na ushirikiano. Kristo kwa maneno yake mwenyewe katika Injili anawaambia wanafunzi wake kwamba bado anayo mengi ya kuambia, lakini wasingeweza kuyastahimili. Hivyo kwa msaada wa Roho Mtakatifu watayaelewa yote. Sherehe hii ya Utatu Mtakatifu inakuja kwetu baada ya sherehe ya Pentekoste, ambapo tumempokea Roho huyo ambayo ni nafsi ya tatu ya Mungu, ambayo tusaidia kuelewa mafumbo ya imani yetu. Fundisho la imani juu ya Utatu Mtakatifu ni kati ya mafundisho tanzu kabisa ya Kanisa Katoliki, ambalo limejifunua hatua kwa hatua tangu Agano la Kale na kukamilika katika Agano Jipya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, kwanza kwa umwilisho wake na baadaye kwa kumtuma kwetu Roho Mfariji atokaye kwa Baba na Mwana. Rejea Mwinjili Yohane sura ya 15 aya 26. Mitume waliagizwa na Yesu kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hii tunaipata katika Mwinjili Mathayo sura ya 28 aya 19. Na hivi mababa wa imani na wanateolojia wengi wamejitahidi kulifundisha na kulielezea fumbo hili la imani. Kanisa linafundisha na linaamini katika Utatu Mtakatifu, yaani Mungu mmoja katika nafsi tatu: Mungu Baba kama muumba, Mungu Mwana mkombozi, na Mungu Roho Mtakatifu anayetutakasa na kutuimarisha katika imani yetu. Utatu Mtakatifu ni kielelezo cha umoja, upendo na mshikamano katika Mungu. Na hivi mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 27. Hivyo wanadamu wanaalikwa kuishi katika uhusiano ulio bora na umoja na mshikamano, kama unavyojidhihirisha katika utendaji wa Mungu kwa kuhusiana katika nafsi hizi tatu kwenye ukombozi wa mwanadamu. Umoja na mshikamano huu unadhihirishwa katika matukio mengi. Mfano pale malaika Gabrieli alipomtokea Maria. Tumesoma katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 1 aya 32 hadi 35. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako,
na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Pia pale katika ubatizo wa Yesu mtoni Yordani, tunasoma katika Injili Mathayo sura ya 3 aya ya 16, Utatu Mtakatifu unadhihirishwa kwa uwepo wa Yesu, njiwa au hua, na sauti ya Mungu Baba iliyosema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Wapendwa katika Kristo, imani katika Utatu Mtakatifu itufanye tuige umoja huu, mshikamano huu na upendo huu wa kimungu kwetu wanadamu, ambao umetuletea na unaendelea kutuletea ushindi katika dhambi, yaani unatuletea ukombozi. Sisi tunaosali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na hata katika sala zetu zote kuu tunazomwomba Mungu Baba kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, sisi tuwe vyombo vya amani na kujitahidi kuwa vielelezo hai vya umoja na upendo katika familia zetu, jumuiya zetu na taifa letu, tukiishi kwa upendo na mshikamano kwa ajili ya kukomboa ulimwengu wetu, hasa pale panapokosekana umoja na mshikamano. Tuwe wa kwanza kuishi umoja, mshikamano na upendo wa kimungu kati yetu, na tukiendelea kumkiri Mungu mmoja katika nafsi tatu, kama Kristo alivyomdhihirisha Mungu kama Emmanueli, yaani Mungu pamoja nasi, na akamtuma Roho Mtakatifu anaendelea kuwa nasi. Tuendelee kuukiri umungu huu katika nafsi tatu, sio katika umoja wa nafsi, ila katika utatu wa umungu mmoja. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Francisco Ngirwamungu Kishumba kutoka Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.